kwa picha zilizokuwa zikizunguka zaidi mitandaoni na kwenye vyombo vya habari. Baadhi yake zilikuwa halisi na za kweli, lakini nyingine hazikuwa halisi na zimechezewa kwa kutumia akili unde na nusu ukweli. Bana, miongoni mwa ishu kubwa zaidi ambazo sasa hivi nchini Tanzania zinazungumzwa ni ishu ya ripoti ambayo imeandaliwa au ilikuwa chini ya mwenyekiti Jaji Chande, ambaye aliweza kuitoa ripoti hiyo na Watanzania wote, kila mmoja aliweza kuisikiliza na kufahamu ni nini hasa Jaji Chande pamoja na kamati yake waliweza kuiandaa. Sasa baada ya ripoti ile kutoka, tunaona baadhi ya vyama vya upinzani hapa nchini Tanzania ikiwemo ACT Wazalendo walitoa barua kuweza kuikataa ripoti hile, lakini sio tu ACT Wazalendo, tunaona pia Chadema wenyewe waliweza kuikataa pia ripoti hiyo. Nilikuwa napitia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, nikakutana pia na Heche ambaye yeye binafsi na yeye mwenyewe alikuwa anaikataa pia ripoti ile kwa nguvu zaidi, lakini tunafahamu ripoti ile iliweza kutolewa na Jaji Chande. Miongoni mwa solution kubwa zaidi ambazo zinahitajika ni kukaa na kuweza kufanya majadiliano, kuzungumzia pia hali ya taifa iliko vipi, lakini pia kuhakikisha kwamba tunaondokana na zile issues za chuki na kuweza kulirudisha pia taifa kwa umoja. Tunafahamu baada ya uchaguzi kuna taifa ni kama liligawanyika, lakini sasa hivi kinachohitajika ni kulirudisha kwa pamoja. Je, issue itawezekana? Ndio issue kubwa ambayo kila mmoja anajaribu kuuliza. Nilikuwa na pita pia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, baadhi ya watu ambao wanajiita wanaharakati pamoja na vijana mbalimbali, wengi wakiwa wanasema kwamba wanataka maridhiano hayo awepo Humphrey Polepole, lakini pia awepo mtu kama Tundu Lissu, awepo wale watu wengi ambao waliweza kutekwa, basi na wao waweze kuwepo katika maridhiano haya ambayo yataweza kufanyika ya kitaifa, kuweza kulirudisha taifa kwa moja. Lakini nilikuwa na wafuatilia Chadema wenyewe wanasema hakuna majadiliano ambayo yatafanyika bila kuwepo kwa mwenyekiti wa chama hicho taifa, anamzungumzia Tundu Antipas Lissu. Kwa hiyo ni miongoni mwa ishu kubwa ambazo kila mmoja anazungumza. Lakini katika ripoti ile ilionyesha baadhi ya watu ambao walikuwa wanadaiwa kwamba walitekwa, wengi wao walikuwa wanajiteka. Ishu kubwa zaidi ikiwa ni ishu ya kimapenzi. Hasa wengi wakafika mbali zaidi wakanasema, kwa hiyo na maana watu kama Humphrey Polepole, ingawa tume haikumtaja, haikumention majina ya watu, lakini wengi wakanasema kwa hiyo ina maana Humphrey Polepole alitekwa kwa sababu ya issue ya kimapenzi au iko vipi? Miongoni mwa mijadala mikubwa na mingi zaidi ambayo iliweza kuibuka. Sasa wengi wanajaribu kusubiri kuona kwamba baada ya ripoti hii ni nini hasa ambacho kitajiri hapa kwetu nchini Tanzania. Nilikuwa naona kule Kilimanjaro tunaona hawakuwa sana na matatizo au vurugu zile hazikuwepo kwa sababu pengine ya ulinzi mkubwa, lakini kuna ishu kubwa zaidi pia ambayo rais alizungumza, akasema kwamba tusingekuwa na vyombo vya ulinzi ambavyo vilikuwa ni imara, basi tusingekuwa na hii nchi ambayo tuko nayo sasa hivi. Huenda polisi pamoja na watu wengine wa vyombo vya ulinzi walifanya kazi kubwa zaidi ile Oktoba 29 pamoja na kuendelea mbele. Maoni yako ni yapi juu ya tume hii ambayo imeandaliwa chini ya mwenyekiti Jaji Chande? Na hapo, lakini kubwa zaidi usisahau kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV.